Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea hospitali ya Soroka iliyoko mjini Beersheba leo Juni 19 mwaka 2025, saa chache baada ya hospitali hiyo kushambuliwa na makombora yaliyovurumishwa na Irani. Netanyahu akiwa ameandamana na maafisa wa usalama na afya alipata fursa ya kukagua uharibifu uliosababishwa na shambulio hilo ambalo lililenga moja kwa moja maeneo ya tiba ya dharura na sehemu ya kuhifadhi wagonjwa mahututi. Akiwa hospitalini hapo, alikutana na wahudumu wa afya pamoja na baadhi ya wagonjwa waliokuwa wamejeruhiwa. Katika hotuba yake fupi, Netanyahu alilaani vikali mashambulio hayo na kuyataja kuwa kitendo cha kigaidi kinacholenga raia wasio na hatia. Aliahidi kuwa serikali ya Israel itajibu kwa nguvu zote na kwamba Irani italipa gharama kubwa kwa vitendo hivi vya kihalifu. Shambulio hilo lilifanyika usiku wa kuamkia leo Juni 19 ambapo Irani ilirusha zaidi ya makombora 20 na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo kadhaa ndani ya Israel, ikiwa ni pamoja na mji wa Beersheba. Hospitali ya Soroka ni mojawapo ya vituo vikubwa vya afya kusini mwa Israel, iliharibiwa vibaya. Zaidi ya watu 65 walijeruhiwa katika hospitali hii pekee, huku idadi ya waliojeruhiwa kitaifa ikifikia watu 271. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, mashambulio hayo yalisababisha taharuki kubwa, huku mamia ya wagonjwa wakihamishwa haraka kwenda vituo vingine vya afya kabla ya makombora kufika. Maeneo ya upasuaji, ICU na maabara kuu yaliharibiwa kiasi kikubwa, ingawa hakuna vifo vilivyothibitishwa katika shambulio hilo. Katika majibu ya haraka, Israel ilianzisha mashambulizi ya angani yaliyolenga maeneo ya kijeshi na miundombinu ya nyuklia nchini Irani, ikiwa ni pamoja na kituo cha nyuklia kilichoko Hondab kilichoko karibu na Arak. Jeshi la Israel lilisema kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya hatua za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya moja kwa moja kwa raia na taasisi za kiraia. Wakati huo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitoa tamko kali dhidi ya kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, akimtuhumu kwa kuidhinisha mashambulio dhidi ya hospitali na kusema kwamba Khamenei hawezi kuruhusiwa kuendelea kuwepo duniani. Mashambulio hayo yameibua taharuki kimataifa, huku Marekani ikieleza kuwa inaendelea kusimama na Israel na iko tayari kuchukua hatua zaidi za kijeshi iwapo hali itaendelea kuzorota. Mataifa mengine kama Ujerumani, Ufaransa na Uingereza yamelaani mashambulio hayo ya Irani dhidi ya miundombinu ya kiraia na kuhimiza kurejeshwa kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, China, Urusi zimetaka Israel kujizuia na kutafuta suluhisho la kidiplomasia ili kuepuka kuzuka kwa vita vya moja kwa moja katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali katika hospitali ya Soroka bado ni ya tahadhari kubwa, huku juhudi za kurejesha huduma muhimu zikiendelea. Serikali ya Israel imetangaza msaada wa dharura kwa hospitali hiyo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa haraka wa miundombinu iliyoharibiwa na kupeleka wahudumu wa ziada wa afya. Waziri Mkuu Netanyahu ameahidi kwa serikali yake haitatetereka kwa kuwa lengo lake kuu ni kuhakikisha usalama kwa raia wote wa Israel, huku akiendelea kushinikiza hatua kali za kijeshi dhidi ya Irani kama njia ya kuzuia mashambulizi katika siku zijazo. His determination and his clarity when he says Iran cannot have a nuclear weapon, and for that to take place, Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. He gave them the chance to do it through negotiations. They strung him along. And you don't string along Donald Trump. He knows the game. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.